Basi nataka ninene kuhusu barua. Manake nyakati za kitambo Mwenyezi Mungu alinena na watu wake kupitia barua ambazo zilikuwa zikiandikwa na mitume. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona hapa kwa kitabu cha Yeremia 29 kuanzia pale 4. Yeremia 29 kuanzia pale 4. Tutapata kuona kwamba Yeremia katika nyakati zile, nyakati ambazo wana wa Israeli walichukuliwa mateka na wakapelekwa kule Babiloni, kulikuwa na miunuko ya mafundisho mengi ambayo yalikuwa yameinuka katika nyakati zile, na kulikuwa na miunuko pia ya waalimu wengi ambao walikuwa wakifundisha na kutabiri mambo ambayo Mwenyezi Mungu hakuwa ametuma. Bwana Yesu asifiwe. Tukiona katika hali hiyo, tunaweza tukaifananisha hata na hali ambayo tulio nayo katika nyakati hizi. Manake tunaona kuna miunuko ya waalimu wengi ambao wameinuka katika nyakati hizi za mwisho. Wengi wanakuja wakisema kwamba wametumwa na wanaleta ujumbe ambao haujatokana na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa barua ile Yeremia aliandika, na aliandika kwa madhumuni mengi. Manake aliandika pia kuwaonya kwamba katikati yenu mko na manabii, katikati yenu kuna watu ambao wanaota ndoto, katikati yenu kuna watu ambao pia wanaona maono, na maono haya hayatokani na Mwenyezi Mungu. Bali Mwenyezi Mungu anasema kwamba ule muda ambao alikuwa ameweka ya nyinyi kuwa katika hali ya umateka lazima itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Nasi katika nyakati hizi za mwisho kuna ule muda ambao umewekwa kati yetu na wakati wa unyakuo wa kanisa. Roho ananena kwamba nyakati hizo vitu vyote na maandiko lazima yatatimia katika nyakati hizo zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hakuna kitu ambacho kitaepuka kutotimia. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusiwasikize manabii na mitume ambao wameinuka katika nyakati hizi za mwisho, ambao wanatuahidi kwamba tutapata kuondolewa, ambao wanatuahidi kwamba hatutapitia magumu katika nyakati za mwisho, ambao wanatuahidi kwamba wakati umempokea Kristo basi umeepuka magumu yote ya ulimwengu huu. Bali Roho ananena kweli kwamba majaribu lazima yatakuja kwa ajili ya kanisa. Majaribu lazima yatakuja kwa ajili ya kanisa ambayo inafuata neno kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukapate kusikiza ni yepi ambayo Yeremia aliandika katika barua yake. Manake kuna mafundisho yamekuja mengi katika nyakati hizi za mwisho. Tunapata kusikia kwamba watu wanazuiwa hata kuoa, watu wanazuiwa hata kukula vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mafundisho ambayo yameinuka katika nyakati hizi za mwisho, na yaliinuka pale mwanzo. Manake katika nyakati ya mateka kuna watu walizuiwa hata kuoa, kwamba msipate kuoa manake mko katika umateka. Na hali hiyo pia inapata kujirudia katika nyakati hizi. Manake tunapata kusikia kwamba kuna walimu wanafundisha kwamba tunapozidi kumngojea Yesu hakuna haja hata kuingia kwenye ndoa, hakuna haja hata kuendelea kufanya kazi, basi watu wakae tu chini wakisubiria kukuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mafundisho ambayo yanazidi kuonekana na kuchipuka katika nyakati hizi za mwisho. Na Yeremia kupitia kwa Roho wa Mungu aliyaona kwamba ndiyo mafundisho ambayo yalikuwa yanafundishwa kule Babiloni kwa wana wa Israeli ambao walikuwa wamechukuliwa mateka. Wacha tusome Yeremia 29 kuanzia pale 4. Maandiko inasema hivi. Na kichwa chetu ni kwamba Bwana asema. Na nilichukua kichwa hicho kutoka kwa hii kitabu cha Yeremia 29 ambayo pia inaanza ikisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, awaambia hivi watu wote waliochukuliwa mateka, niliwafanya wachukuliwe toka Yerusalemu mpaka Babeli. Pale 4 kuna kitu ambacho inaeleza pale kwamba Bwana wa majeshi ndiyo aliyeruhusu wana wa Israeli wakapate kuchukuliwa mateka. Na hii pia inamaanisha kwamba katika nyakati hizi za mwisho, usipotembea vizuri katika njia ambayo ni nyembamba, basi kutapeanwa ruhusa ya wewe kupata kujaribiwa. Kutapeanwa ruhusa ya wewe kupata kushikwa mateka
na upendo wa ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Hali hii pia tunaipata katika kitabu cha Ayubu. Malaki tunapomuona Ayubu, japokuwa alikuwa anatembea katika haki, lakini jaribu lilikuja kwa Ayubu kupitia kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaona hata hapa 4 kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeruhusu wana wa Israeli wakachukuliwa mateka. Kwa nini aliruhusu? Kwa sababu ya kuasi, kwa sababu ya roho zao kupata kubadilika na kuanza kufanya matendo ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walianza kuambatana na watu wa mataifa na kufanya yale ambao Mwenyezi Mungu amekataza wasipate kufanya, basi Mwenyezi Mungu alighadhabishwa na wao na akaruhusu wakapate kuchukuliwa kwende mateka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo hata unaingia katika jaribu, wakati ambapo umepeanwa ili ukapate kuingia katika majaribu, basi kumbuka kwamba katika hali hiyo pia Mwenyezi Mungu atazidi kutuma ujumbe wake. Mwenyezi Mungu baada atazidi kutuma watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa unaona hata wale walevi ambao wako kwenye baa, ina happen kwa wakati mmoja wanajikuta wanapata ujumbe kama huu ambao unawataka wakapate kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati Mwenyezi Mungu anakuruhusu uingie katika jaribu, bado atatuma mpaka neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Basi ujumbe ambao ulitumwa ulikuwa ni huu. Barua yenyewe kwa jumla ambao Yeremia aliandika kupitia kwa Roho wa Mungu ilikuwa inasema hivi, kuanzia pale 5. Jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni bustani mkale matunda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hali hizi pia zikizidi kufanyika. Manake katikati yao kulikuwa na manabii ambao walikuwa wanawaambia kwamba hamna haja ya kujenga nyumba, hamna haja ya kulima kupata mazao. Bwana Yesu asifiwe. Manake sasa wako katika umateka, sasa wakae tu katika umateka. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Yeremia anawaandikia akiwaambia, kabla tuzidi kuendelea, wacha tuone 8 kuna kitu inasema. Kwamba 8 inasema hivi, maana Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi, manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye nyinyi, wala msisikize ndoto zenu mnazoziota. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba kulikuwa katikati yao kulikuwa na manabii, kulikuwa na watu ambao pia walikuwa wanaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kama tu vile katika nyakati hizi kuna watu wengi wanaoota ndoto. Kuna watu wengi ambao wanaona maono, na maono haya yanawapeleka pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Manake maono inawaongoza kukataa neno. Maono inawaongoza kwamba wakapate kukataa amri ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa ameweka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tunaona Yeremia anawaambia kwamba jengeni nyumba mkapate kukaa kule ndani, na mkalime pia makonde yenu ili mkapate kukula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Oeni wake mkazaane wana na binti, kaongezekeni wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazae wana na mabinti, mkaongezeke huko wala msipungue. Bwana Yesu asifiwe. Ni yapi ambayo yanafanyika katika nyakati hizi? Ujumbe umekuja kwa wingi sana. Mitume wamekuja wengi, manabii pia wamekuja wengi ambao wanakataza watu hata wasioe. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa kwamba Kristo Yesu anaweza kuja wakati wowote. Unyakuo unaweza ukafanyika wakati wowote. Hakuna haja ya kuoa. Hakuna haja hata ya kufanya kazi. Wewe jitakase na ungoje kunyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona haya Yeremia ananena kwamba hata mkiwa katika mateka, basi kuna yale ambayo ni muhimu ambayo mnastahili kuwa mnayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Mnastahili kuwa mnatenda hali ya kawaida ya kuishi. Zaeni mkaongezeke katika mataifa hayo ambao mmechukuliwa kuwa mateka. Na hata Roho ananena mpaka wakati huu kwamba ondokeni kwa yale mambo ambayo mnayatenda. Nyakati hizi mambo ya family planning inahubiriwa mpaka makanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba watu wasizaane, watu wasipate kuongezeka, watu wafinyane waridhike na yale ambao wamepata. Bwana Yesu asifiwe. Wanakataa kwamba maandiko inasema kwamba ongezekeni. Bwana Yesu asifiwe. Haya mafundisho yanaletwa mpaka katika makanisa. Makanisa yametekwa nyara, yako katika vifungo, yako katika mateka. Na ndio unaona Yeremia anatuma ujumbe kwa watu ambao wako katika mateka. Ujumbe huu ni wetu hata sisi. Kwamba katika umateka wetu
Kumbukeni kwamba Bwana wa majeshi baada anawatambua, baada anawajua. Na licha kwamba ameruhusu muingie katika umateka, bado ujumbe wake atazidi kutuma katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Manake kuna wale ambao wako katikati yenu ambao ni wateule. Bwana Yesu asifiwe. Wateule wako wanaweza kuwa ni 2, 3, lakini wamo. Barua hii ikitumwa inatumwa kwa ajili ya wateule. Wale ambao wanaishi maisha ya kutii, wale ambao wanaishi maisha ambao wanamcha Mungu na kumwogopa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tuepuke haya mafundisho. Manake mafundisho yamekuja mengi katika nyakati hizi za mwisho. Kuna kitu ambacho Paulo alinena, akinena jambo hili pia katika Timotheo wa kwanza pale 4. Wacha tusikize Timotheo, manake wacha tusikize Paulo, manake pia yeye pia alishuhudia hiki kitu kwamba kitakuja katika nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Alijua kwamba hali hizi zitakuwa na kutakuwa na mafundisho potovu ambazo zitainuka katika nyakati za mwisho. Mafundisho ambayo yatakwenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mafundisho ambayo itakwenda kinyume na neno, jinsi neno ilivyoandikwa, watafanya kinyume na neno. Bwana Yesu asifiwe. Manake shetani ameinuka kutenda matendo kinyume na neno. Wakati neno linasema kwamba tufanye hivi, shetani anainuka anasema hapana, kuna njia nyingine tunaweza tukatumia ili tukapate kufika pale. Bwana Yesu asifiwe. Shetani amekuja na hekima nyingi. Manake hata kitabu cha Danieli alitabiri kuhusu maarifa ya nyakati za mwisho. Na mambo na family planning ni maarifa ya nyakati za mwisho. Juzi nimesikia kwenye redio kwamba watu, sijui ilikuwa ni town gani, wanalia kwamba mipira za kondom zimeisha kwao. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika hali hizi. Manake tumefundishwa mambo ya kiulimwengu huu. Tumejikuta katika umateka. Na katika umateka ndio Yeremia anaandika barua akisema kwamba katikati yenu kuna watu ambao wanawafundisha kinyume na vile neno inavyowaelekeza. Unashangaa wanadamu wanalia kwamba mipira ya kondom imepungua. Unashindwa shida iko pande gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni wapi tulipata kupotoka? Tulipotoka kwa mafundisho yetu. Mafundisho ilipata kutuondoa katika njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio unaona mambo mengi yanazidi kufanyika. Shetani alileta mipira ya kondom ili usherati ukazidi kuongezeka. Siku hizi zinaletwa mpaka katika mashule. Zinasambazwa mpaka katika mashule. Ni nia gani shetani yako nayo kwa watoto? Ni kupata kuharibu wakiwa bado wachanga. Bwana Yesu asifiwe. Wakati neno lilipata kuondoka, wakati mafundisho ya upotovu, mafundisho ya ibilisi, wakati iliingia katika makanisa, basi watu walipata kuondoka na watu wakatekwa nyara. Bwana Yesu asifiwe. Na walipotekwa ndiposa barua hii ikatumwa. Unaona hata Paulo pale kwa Timotheo 4 anasema hivi, basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Unaona tena jambo hili linarudi tena. Kama tu vile tumeisoma kwa Yeremia 29 pale 8, kwamba katikati yenu kuna watu watainuka. Hapa sasa Paulo anasema kwamba kuna roho itainuka katika nyakati za mwisho ambayo italeta mafundisho ya ibilisi. Mafundisho ambayo itatoa watu katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho ambayo itatoa watu katika sheria za Mungu, na watu watakataa kufuata sheria za Mungu. Watu watafuata sheria ambazo wanadamu ndio wametengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unafuata sheria za wanadamu, basi unaondoka katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaendelea ikisema hivi, kwa unafiki watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. 3, wakiwazuia watu wasioe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Paulo pia aliona hii kitu itakuja kufanyika. Sasa hivi tumejikuta na kizazi ambacho watu hata kuoa, wacha hata kuzuiwa, watu hata kuoa hawataki kuoa. Tumejikuta kwa kizazi hiki ambacho ukizungumzia mtu kuhusu ndoa ni kama umemkosea pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumejikuta katika hali hii kwamba watu wamefundishwa mafundisho ambayo imewaharibu mawazo, imewavuruga mawazo, imewachafua mioyo yao, imewafanya wamekuwa najisi.
mbele ya Mwenyezi Mungu wanakaa wamenajisika kabisa. Hawa watu hawataki kuoa, lakini wao ndio nambari ya kwanza wakishiriki zinaa, wakishiriki usherati kule nje. Bwana Yesu asifiwe. Wanakataa kuoa, lakini watoto wao wako kule nje, wametapakaa kule nje. Wamezaa na watu tofauti tofauti kule nje, lakini ndoa hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika nyakati hizi. Na kuna baadhi ya makanisa pia yanahimiza haya. Manake wanafundisha kukuja kwa Yesu Kristo, na wanakataa pia baadhi ya mambo ambayo yameandikwa kwamba lazima yatatimia kabla ya kukuja kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua sote kwamba Kristo Yesu anakuja, na ndio sababu tunajiandaa. Na katika hali hiyo ya kujiandaa pia kuna yale majukumu ya kawaida ambayo tunahimizwa kwamba na tuzidi kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Tuzidi kuyatenda. Manake Yeremia alipoandika barua kwamba zaeni ni mkaongezeke, alimaanisha kwamba wakati miaka 70 itakapotamatika ya mateka wenu, Bwana wa majeshi atakuja kuwachukua mkiwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa pia hata unyakuo utakapokuja, hamtachukuliwa mkiwa wawili, mtachukuliwa mkiwa wengi. Basi lazima tukazidi kuendelea kulingana na vile Mwenyezi Mungu anataka. Lazima tuzidi kutii sheria za Mwenyezi Mungu. Ndoa lazima iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Tusikazie ndoa, tusipuuze ndoa. Ndoa lazima iendelee. Familia lazima zizidi kuimarika. Watoto lazima pia tuzidi kuwaleta katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwafundishe katika njia za Mungu. Ndiposa unyakuo utakapotimia, tupate kuchukuliwa tukiwa wengi pia. Bwana Yesu asifiwe. Manake umateka miaka 70 ilipotamatika, walichukuliwa wakiwa wengi. Miaka 400 ilipotamatika, wana wa Israeli wakiwa Misri, walichukuliwa wakiwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Nasi pia hatuwezi tukaepuka jambo hili. Manake sheria bado inabaki ikiwa vile vile. Maandiko ya Mwenyezi Mungu haibadiliki. Maandiko ya Mwenyezi Mungu inazidi kusimama kama ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote ambacho kinabadilika. Ati kwa sababu Yesu Kristo anakuja kwamba mambo sasa ati yabadilike. Hapana. Hakuna kitu ambacho kinabadilika. Neno litabaki jinsi ilivyo. Na Kristo Yesu atakuja kama maandiko inavyonena. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati maandiko inanena kwamba tuiendeleze ndoa, mafundisho yoyote isipate kuinuka ya kukataza ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Wana ambao wanazaliwa nje ya ndoa au wanaitwa ni watoto najisi. Wanaitwa ni watoto ambao wamepotea. Wanaitwa ni watoto ambao hawako katika hesabu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi lazima ndoa ikapate kuhimizwa katikati yetu. Ndoa lazima ikapate kuendelea. Na tukapate kuepuka mafundisho ambayo yameinuka katika nyakati hizi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona pia Adamu, baada ya kuanguka kwa Adamu na baada ya kupewa mke, pale kwa kitabu cha Mwanzo 2 pale 24 anasema kwamba Mwanzo 2:24 anasema kwamba kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Adamu aliona hili tu pia. Manake sasa baada ya kuanguka katika dhambi, bado neno la Mungu lilizidi kutawala katikati yao. Bwana alizidi pia kuwatumia ujumbe. Manake haya kutokana na Adamu tu, bali yalitokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yeye katika Adamu alizidi kuimarisha kwamba neno lazima ikapate kutimia. Manake ukirudi pale nyuma Mwanzo 1, utapata kuona kwamba aliposema kwamba na tupate kumuumba mwanadamu katika ufanano wetu ili wakapate kuongezeka katika ulimwengu, neno hilo ndilo Adamu lilikuwa ndani yake. Wakati alisema kwamba na mwanamume atamwacha baba na mama yake na wataambatana na mke wake, ili wakafanye nini? Ili wakazidi kuongezeka katika uso wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mafundisho ambayo yanachipuka katika nyakati hizi za mwisho ni mafundisho ya Ibilisi. Na Ibilisi mara mingi anainuka kupigana na maandiko jinsi maandiko inavyosema. Bwana anaposema kwamba haya yatimie hivi,
Ibilisi naye anakuja na anasema kwamba yapate kutimia katika mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona watumishi wengi wamepata kuibiwa, wamenunuliwa na tamaa ya mali na tamaa ya fedha, wakapata kuuza utaua wao, wakauza wito wao ili wakapate kufundisha mambo ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali ya kufundisha mambo ya ulimwengu wamepata kupoteza wengi. Wengi wamepata kupotea katika mafundisho yao ya uovu. Bwana Yesu asifiwe. Na hali hiyo ndio unaona tunajikuta katika hali ngumu. Ndio unaona tunajikuta katika hasira ya Bwana wetu. Hasira inaposhuka, inashuka kwa watu wote. Manake taifa inapoingia katika mafundisho ya ibilisi, basi taifa yote inaonekana ikiwa najisi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali hiyo moja tunapata kuiondokea neno. Na tunapoondokea neno, hasira ya Bwana inashuka katika taifa. Ndipo sasa unaona kuna majanga mengi yanaruhusika yakazidi kufanyika. Tunaona umwagikaji wa damu. Hata tunapolia na tunakataa kutoka katika njia zetu ovu, mbingu inazidi kufungwa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi hata wakati tunalia, na tulie na turekebishe mienendo yetu pia nasi. Tulie na turekebishe njia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Manake anatuita tukapate kurekebisha njia zetu na tukapate kurudi katika njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunarudi kwa njia zake, basi yale yote ambayo yameahidi yanapata kutimia kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome pia wa Thesalonike. Manake kuna kitu pia Paulo alikutana nacho katika kanisa la Thessalonians. Manake pia kule kulikuwa na mafundisho ya upotovu. Kule pia kuna watu ambao walikuwa wamejiwachilia, hawataki kutenda kulingana na vile inastahili kutendwa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome wa Thessalonike wa pili, 2 Thessalonians. Wa Thessalonike wa pili kuanzia pale 3. Wa Thessalonike wa pili 3:6 tukiendelea pale chini. Manake kuna mafundisho pia ambayo pia Paulo pia alikuwa akifundisha pale, ambayo pia ni muhimu katika nyakati hizi. Manake nao pia waliandika kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hiyo pia bado ni sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anasema katika mataifa na katika kanisa. Basi wa Thessalonike wa pili 3 kuanzia 6. Ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana wetu. Tunawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mliopokea kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Paulo akiandika barua hii alipata kuona kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa yanafundishwa nyuma yake. Alipotoka Thessalonians, kuna mambo ambayo yaliinuka, kuna mafundisho ambayo yaliinuka. Ndiposa unaona anasema kwamba na mkaepuke wale watu ambao wamekuja na mafundisho mengine tofauti, yale mapokeo ambayo hamukupokea kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Epukeni mapokeo hayo, maana yako ni mapokeo ya wanadamu, ni mafundisho ya wanadamu, sio mafundisho ambayo yanatokana na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Paulo anawaambia kwamba jitengeni na watu hao ili msipate kuwa katika sehemu moja na watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Ili mkapate kuondokea ghadhabu. Manake wakati mnaondoka katika neno, ghadhabu ya Bwana inashuka. Bwana Yesu asifiwe. Basi 7 inaendelea ikisema, mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kufuata, kwa sababu hatukuenda bila utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuwa katikati yao walitembea katika utaratibu. Kuna ule utaratibu ambao ulikuwa umewekwa katika utangulizi, na wao wenyewe walifuata utaratibu huu. Basi anawahimiza kwamba nanyi pia fuateni huo utaratibu ambao tulikuwa tukifuata tukiwa katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na utaratibu huo ulikuwa ni gani? Tuzidi tu kuendelea. Wala hatukukula chakula kwa mtu yeyote bure. Bwana Yesu asifiwe. Wala hawakukula chakula kwa mtu yeyote bure. Kwa nini? Kuna kitu ambacho walifanya. Kuna kitu ambacho walifanya. Bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana. Tulitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awe yoyote. Kile ambacho Paulo anajaribu kusema hapa ni kwamba wao walitenda kazi ili wasipate kuwa mizigo kwa watu.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hivi vitu vikifanyika katika nyakati hizi. Tunaona watumishi ambao wanajileta katika mwito na wanakuwa mizigo kwa watu. Wanakuwa mizigo na wanakuwa mizigo mizito sana kwa watu. Wanafanya watu wanalemewa hata katika mioyo yao. Watu hawamwabudu Mungu katika kweli na katika upendo. Manake kuna mizigo mikubwa ambayo watumishi wameweka kwa nafsi za wanakondoo. Bwana Yesu asifiwe. Mizigo ni mizito. Watumishi wanataka wakimbie na magari makubwa. Mizigo hii yote imewekwa kwa wanakondoo. Watumishi wanataka wakae kwa nyumba kubwa za kifahari. Mizigo hii yote imewekwa kwa kondoo. Watumishi wanataka wakule vizuri. Wanataka wafanye mikutano katika mahoteli kubwa ma 5 stars. Mizigo haya yote yamewekwa kwa kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema kwamba tulitenda kazi sisi. Kwa jasho tulipata kukula. Nanyi pia kuna watu wameinuka katikati yenu ambao hawataki kutenda kazi. Ambao hawataki kuenda katika utaratibu ambao tuliwawachia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mafundisho ya nyakati hizi, kwamba nyinyi kaeni tu nyumbani hata msiende kazini. Manake unyakuo unaweza ukafanyika wakati wowote. Unapata watu wanakaa katika umaskini. Watu wanakaa katika omba. Kuna simu za watu zinachosha watu. Ndugu nitumie 200. Ndugu nitumie hivi. Ndugu nifanyie hivi. Manake wao wamepata kupokea ile mafundisho ya ibilisi kwamba wapate kukaa tu, Kristo Yesu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanagutuka kama miaka zao zimeenda, wamekuwa wazee, hawana familia, kwamba walikuwa wanakaa wanangoja unyakuo. Hawakutaka kushiriki katika ndoa. Hawakutaka kuingia katika ndoa. Wanajikuta wanagutuka wakati miaka imeenda. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kuishi maisha ya kujuta. Ningejua kwamba Kristo angekawia hivi, ningeingia katika ndoa. Ningefanya hivi na hivi. Singekuwa mahali ambapo nilipo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mafundisho ambao watu wanafundishwa katika nyakati hizi. Manake manabii wengi ambao wameinuka ni manabii ambao hawajaitwa. Ni manabii ambao wamejiita wenyewe. Na wamegundua kwamba kukua na kanisa ni kama biashara. Ni biashara ambayo haina hasara. Ni biashara ambayo ina faida kila wakati. Ndio unaona inafika wakati fulani wanatangaza faida ambazo wamepokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kanisa fulani ilitangaza faida ambao wamepokea kwa muda wa mwaka mmoja, ambao ilikuwa inaenda ya mabilioni ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hatujaitwa kufanya biashara, bali tumeitwa tukazungumzie nafsi ambazo zinapotea. Hatujaitwa tukatundike mizigo ndani yao, bali tumeitwa ili tukawaambie kwamba leteni mizigo yenu kwa Kristo Yesu, na yeye akapate kuwabebea mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale ambayo tunayapokea siku ya leo yanahuzunisha sana. Watu wanatembea lakini wako na mizigo mizito. Watu wanatembea na macards za kuchangisha pesa. Kanisa letu linataka kufanya ABCD, barua ndio hii ya kuchangisha pesa. Watu wanatembea na mizigo mingi sana katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Wamebebeshwa mizigo mengi. Wamebebeshwa mizigo ya kiibilisi. Lakini wao wenyewe wamekosa maarifa. Kama tu vile ilivyoandikwa kwamba kwa kukosa maarifa wengi wanazidi kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kukosa maarifa ndio inawaumiza kanisa mengi. Inaumiza kondoo nyingi katika nyakati hizi. Manake wanabebeshwa mizigo mengi. Mizigo ambazo ni mizito sana. Unapata mtu atakia tu hawezi nunua. Lakini anashughulika sana jinsi mchungaji atakimbia na gari ya pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio mizigo ambayo watumishi wameinuka nayo katika nyakati hizi za mwisho. Na ndio unaona wengi wako katika vifungo. Wanaishi katika kuogopa. Wanaishi maisha ya kuogopa kila wakati. Manake waliambiwa kwamba ukipata kuondoka hapa utakufa. Mafundisho ya ibilisi. Inahuzunisha sana kwamba unapata mtu mzima na akili zake amefungwa mahali, hata anatukanwa hapo lakini haondoki. Ako tu pale, anapigwa mpaka kule ndani lakini haondoki. Amefungwa pale kabisa.
amebebeshwa mizigo akiwa pale ndani. Yeye mwenyewe hata hajitambui, haoni hata ni wapi anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona Paulo anasema kwamba tulipokuwa katikati yenu hatukuwa mizigo kwenu. Tulifanya kazi ili tukapate kula. Paulo alikuwa anafanya kazi ya kutengeneza hizi tents zenye unaona siku hizi zinatengenezwa huko. Kupitia hapo alikuwa anapata chake cha kukula. Japokuwa alikuwa ameitwa ina full time ministry. Lakini alijituma na yeye. Alijituma, hakuwa mzigo. Ndio unaona makanisa mengi zinafunguliwa mpaka kwa maploti huku, ikifika mwisho wa mwezi stress ya kulipa rent inaanza. Rudini kwa mifuko, mulipe rent. Rent inalipwa tarehe 5. Bwana Yesu asifiwe. Mizigo juu ya mizigo. Lakini watu hawaoni kwa sababu wamekosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Paulo amesema vizuri kwamba katikati yenu kuna watu ambao wanatembea kwa jinsi isivyo. Hawatembei katika ule muktaba yenye tulikuwa tumewawachia. Wameondoka katika zile njia ambazo sisi wenyewe kupitia kwa Roho Mtakatifu tuliwaagiza muyatembelee. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mnaondoka katika njia hizo, basi tunageuka, tunakuwa mizigo. Tunakuwa mizigo kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. 8 inasema hivi. 9. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu. Mtufuate. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa ni kielelezo mbele ya watu wa Thessalonians. Alitamani sana aonekane kama role model, kwamba kila kitu ambacho anafanya kiwe ni kitu ambacho kinampendeza Yesu na kiwapendeze wanadamu pia. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa akiandika barua hii aliandika akiwaambia kwamba tazameni nilivyokuwa katikati yenu. Sikupelekwa mahali popote kwamba nimekula kitu ya mtu. Sikushtakiwa mahali popote kwamba nimenyang'anya mtu kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bali nilijituma. Nilijituma katika kukula kwangu. Nilijituma katika mavazi yangu. Nilijituma katika kila kitu ambacho nilihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Basi anatukumbusha kwamba watu hao wakiwa katikati yenu mjitenge na watu kama hao. Wasije wakawa mizigo kwenu. Bwana Yesu asifiwe. 10 inasema hivi. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asipate kula. Utakula ya nani kama hutaki kufanya kazi? Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mambo ambayo Yeremia aliandika kwa barua yake akiambia wana wa Israeli wakiwa kule mateka kwamba jengeni nyumba mkakae ndani. Limeni shamba zenu mkapate kukula matunda yenu nyinyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Manake ukiwa umeshikwa mateka na bado unategemea yule mtu ambaye amekushika mateka ndiye akulishe, basi uko kwa tabu. Uko kwa tabu. Manake ule atakupangia vile utakuwa unakula. Atakwambia kwa siku utakuwa unakula mara moja. Ni uchague. Iwe ni lunch ama ni supper. Chagua. Kwa sababu wewe ni mateka. Ndio unaona barua inaandikwa kwamba pandeni mashamba zenu, limeni mashamba zenu mkakule matunda yenu nyinyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona Paulo pia anasema kwamba yule ambaye afanyi kazi na asikule. Kwa sababu atakula kutoka kwa nani? Ni nani atajiweka mzigo kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa tuwe watu ambao wanajukumika. Tumeitwa tuwe watu ambao wanatii sheria. Manake Adamu walipoondoka katika sheria za Mungu, aliamrishwa kwamba katika jasho utapata kukula. Basi hapa tuko na watu ambao hawataki kutoa jasho. Wanataka wabaki na jasho zao wenyewe katika miili yao. Lakini wapate kukula. Hiyo itawezekana kwa nani? Hata ukiwa mtu ambao ni msamaria mwema, usamaria mwema wako utafika mahali useme hapana. Hawa watu kama sitawafundisha jinsi ya kushika samaki wenyewe, watanimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona anasema kwamba na msipofanya kazi basi na msikule. Yule ambaye hafanyi kazi katikati yenu asipate chakula. Atakuwa anafanya nini? Atakuwa anajikalisha tu alafu anangoja kukula? Hapana.
Bwana Yesu asifiwe. 11 inasema, maana tuasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli za wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanaitwa busy bodies. Wako tu pale, shughuli zao ni kusikiza mambo ya watu wengine tu. Nani anasema nini, huyu anasema nini, kule kunaenda aje, alafu baadaye anataka akae chini ya kule. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwamba tuepukane na watu kama hao na tuwaondokee, manake wao ni mizigo kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wanapoitwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndiye anawaprovidea. Mwenyezi Mungu ndiye anakuwa wa kuwalea, anawalea pamoja na familia zao. Bwana Yesu asifiwe. Hawastahili kuwa mizigo kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona Paulo pia yeye alipokuwa katika utumishi wake hakuwa mzigo kwa mtu yoyote, bali alijifanyia kazi. Alitenda kulingana na vile anastahili kuwa anatenda. Alifuata ule utaratibu ambao uliwekwa tangu pale awali. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Bwana asema kwamba katika jasho lako utapata kukula. Katika jasho lako utapata kuvaa mavazi. Katika jasho lako watoto wako watapata kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Tukiondoka katika hali hiyo, basi tumeondoka katika utaratibu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye ameweka. Bwana Yesu asifiwe. 12 inasema, basi tuwaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kukula chakula chao wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anatoa onyo kwamba hao watu ambao wanaonekana wakiwa busy body katikati yenu, hao watu ambao wanajiweka tu, wao kazi yao ni kusikiza tu maneno na kunena maneno, wafanye kazi wakakule chakula chao, wakakule kutoka katika jasho lao. Bwana Yesu asifiwe. Ili wasiwe wakawa mizigo kwa watu wengine. Na tunaona mafundisho haya tunastahili kuyasisitiza kwa kanisa hata katika nyakati hizi. Japokuwa tunangoja unyakuo, japokuwa tunangoja kukuja kwa Yesu Kristo, lazima tukawanene ndugu zetu na dada zetu. Lazima tukawaambie watoto wetu kwamba katika jasho lako utapata kukula. Lazima tukawaambie kwamba lazima ukajenge nyumba yako ukapate kukaa ndani. Lazima ukalime shamba yako ukapate kukula pale. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukawe mtu wa kujishughulisha na utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ameiweka. Manake ukiondoka katika utaratibu, basi umeingia katika udanganyifu. Umeingia katika mafundisho ya ibilisi ambaye amekuja kuwafundisha watu kwamba msiingie katika ndoa, msifanye hata kazi, ngojeni tu kwa utulivu kukuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati mnangoja mnakula wapi? Wakati mnangoja na mwendi kazini, mtavaa mavazi ikitoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuambie watu kweli. Lazima tusimame na kweli ya maandiko kwamba Mungu mwenyewe pia alifanya kazi siku 6. Nasi pia akatuamurisha kwamba lazima na tufanye kazi ili tukapate kula. Bwana Yesu asifiwe. Basi hatuna njia yoyote, hatuna vijisababu ya kusema kwamba hatutafanya kazi. Hatuna vijisababu ya kusema kwamba hatutaingia katika ndoa. Hatuna vijisababu ya kusema kwamba hatutaingia katika makonde zetu na kupata kulima ili tukapate kukula matunda ya makonde zetu. Hatuna vijisababu. Bali katika yote tunaamurishwa kwamba lazima tukule jasho yetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyinyi ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema pia. Katika hali hiyo moja pia tunaambiwa pia tuzidi kutenda mema. Tuzidi kuendelea katika kutenda mema, manake Bwana mwenyewe ndiye anasema haya kwamba katika hali hiyo moja na tuzidi kutenda mema pia. Wakati tunatenda mema, basi tunakumbuka watu katika mema yetu. Manake kile kitu ambacho unatoa katika wema wako hautoi katika hali ya mzigo, bali unaitoa katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona hata sadaka yako wakati unatoa katika moyo wako. Hauitoi kama mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona tunaambiwa kwamba na katika yote tusisahau kutenda mema. Mema yanatoka katika ule moyo ambao una hiari. Manake hili umetoa katika moyo wa uhiari,
haujasukumwa, haujalazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unanunulia mtu hata unga, unamnunulia katika uhiari ya moyo wako. Wala si jukumu lako kumnunulia kila wakati, bali umetoa katika moyo kwamba ninakubariki na hili siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tusisahau kutenda mema katika hali hiyo pia, ili jina la Bwana likazidi kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msihesabu kuwa adui, bali mumuonye kama tu ndugu. Wakati anasema kwamba tuepuke yule mtu ambaye anajifanya busybody, ambaye anajiweka pale ili akapate kuwa mzigo kwa watu wengine. Huyu mtu japokuwa tunamuepuka, japokuwa tunajitenga na huyu mtu, maandiko inasema tusimchukue kama adui, bali tumchukue kama mmoja wetu ambaye tunamrekebisha katika upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tuwarekebishe watu katika upendo, asema Bwana. Tusimchukue kama adui, bali katika kila hali tumrekebishe katika njia ya upendo. Kitabu cha Yakobo 1:22-24 tukimalizia kwa hiyo. Kitabu cha Yakobo 1:22-24. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo, na baada ya kujiangalia kwa kioo anasahau kwamba alikuwa amejiona mahali. Bwana Yesu asifiwe. Basi tubaki katika kutenda neno. Japokuwa tunafundishwa kila siku, tusiwe tu watu wa kusikia tu peke yake, bali tuwe watu ambao wanasikia na wanalitenda kama ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Barua imesomwa, na baada ya barua kusomwa, basi kile ambacho kinafuata ni kutenda kulingana na vile barua imesema. Bwana Yesu asifiwe. Basi barua imesomwa kwetu kwamba japokuwa Kristo Yesu anakuja, majukumu yetu ya kawaida tusipate kuyaepuka. Yale mambo ambayo tunastahili kuyatenda ya kawaida tusipate kuyaondokea. Lazima tuwe watu ambao wanafanya kazi pia. Lazima tuwe watu ambao pia wako na matendo mema katika ndugu. Lazima tuwe watu ambao wanatoa katika hiari ya mioyo yao, wala si katika hali ya kusukumwa, wala si katika hali ya kuwekwa kuwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Neno tayari limesomwa kwetu, basi na tulitii na tulitende kulingana na vile lilivyoandikwa, na tusipate kubebwa na mafundisho ya nyakati hizi za mwisho. Manake mafundisho imeinuka katika nyakati za mwisho kwamba watu wanaambiwa kwamba msipate kuoa, msipate kuingia katika ndoa, msipate kuongezeka, bali mpate kudidimia. Hiyo ni agenda ya shetani katika nyakati hizi za mwisho. Tushike neno, tulitii neno na tufuate maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi anavyosema katika maandiko yake matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukibaki katika neno hilo, na tufundishe watoto wetu pia katika neno hilo, wakati unyakuo unafanyika, tunanyakulikwa tukiwa wengi. Jinsi tu ukombozi ulipotangazwa wakati walikuwa Misri, walikombolewa wakiwa watu wengi. Hata pia wakiwa Babiloni, walipotii neno wakiwa Babiloni, walipotii barua iliyoandikwa wakiwa kule, walipata kuchukuliwa wakiwa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Nasi pia tukitii neno, tukifuata maagizo ya neno, nasi pia tutanyakuliwa tukiwa wengi. Manake tutakuwa wengi ambao tumesimama katika neno. Tutakuwa wengi ambao tunaenda katika njia ile ambayo ni nyembamba. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe ni huo katika nyakati hizi za mwisho. Huo ndio ujumbe ambao Roho bado anazidi kuhimiza katika kanisa katika nyakati hizi, kwamba licha kwamba Kristo Yesu anakuja, lazima tujue kwamba kuna yale majukumu ambayo lazima tuyatekeleze kama kanisa, kama pia washirika. Lazima tuwe watu ambao wanajituma kufanya kazi. Lazima tuwe watu ambao pia wana maono ya kujiendeleza. Bwana Yesu asifiwe.
Manake katika hali hiyo moja, tukibaki katika utiifu, basi milango ya mbinguni itapata kufunguka kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo limekuja kwetu katika wakati huu, Baba mbinguni. Barua ya Yeremia iliposomwa kwa wana wako walipokuwa mateka, Baba mbinguni, walipata kuisikiza na wakapata kutenda kulingana na vile barua ilivyoandikwa. Nasi pia barua imesomwa mbele zetu, Baba wa mbinguni, siku hii ya leo. Manake mafundisho yameinuka mengi katika nyakati hizi za mwisho. Mafundisho ambayo yanaondoa watu katika utaratibu ambao wewe mwenyewe uliuweka, Baba mbinguni. Utaratibu wa ndoa, utaratibu wa kuendelea kuongezeka katika ndoa, Baba mbinguni. Watu wamepata kuondoka katika utaratibu huo. Tunakuomba sisi, Baba mbinguni, ambao umetujalia neema hii ya kupata kusikiza neno hii, tunakuomba ukatusaidie ili tukabaki katika utaratibu wa neno hilo, Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Ili tukatembee katika utaratibu ambao wewe mwenyewe ndio umesema tukapate kuyatembelea, Baba mbinguni. Umetuita tukapate kuongezeka. Haujatuita tukapate kutumia madawa ya kupunguza kuongezeka kwetu, Baba mbinguni. Haujatuita tukapate kukaa chini na tukawe mizigo kwa watu wengine, Baba mbinguni, bali umetuita tukapate kutenda kazi. Tunakuomba sasa ukabariki kazi ya mikono yetu, Baba mbinguni. Sehemu zote ambazo watoto wako wanafanya kazi, Baba ukapate kuwabariki, Baba mbinguni. Manake wanatimiza neno lako, Baba mbinguni. Ukapate kuwafungulia dirisha za mbinguni, mahali ambapo hifadhi yako ya baraka ilipo, Baba mbinguni, na ukapate kuwabariki, ukapate kuwainua katika kazi zao na wakati wote ambapo wanatimiza neno lako, Baba mbinguni. Hili tunaomba kwa utukufu wa jina lako, ili katikati yetu jina lako likazidi kutangazwa na jina lako likazidi kuenewa, Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Tuepushe na mafundisho hayo ambayo yameinuka katika nyakati hizi. Tuepushe na ndoto na maono ambazo zinakuja ambazo haziendi kulingana na maandiko yako, Baba mbinguni. Tuepushe navyo vyote katika jina la Yesu Kristo, na ukatupatie yale yote ambayo yanakwenda kulingana na maandiko yako matakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba tukisema ni asante kwa ajili ya neno hili la siku ya leo. Tunaomba baraka yako kupitia kwa neno hili pia. Tunaomba pia ukatusaidie tukapate kuyashika na tuwe watu ambao wanatenda neno kulingana na vile ilivyoandikwa, Baba mbinguni. Asante kwa kila jambo, asante kwa kila neno, Baba mbinguni. Zidi kutuinua, zidi kututenda mema, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amina. 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 Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya neno hilo. Tunashukuru sana kwa ajili ya mafundisho hayo. Manake haya ndio mafundisho ambayo tunajikuta nayo katika nyakati hizi za mwisho. Mambo ni mengi ambayo yanafanyika katika nyakati hizi za mwisho, ambayo yanaondoa watu katika neno. Kuna vitu vingi sana watu wanazuiwa wasifanye. Kuna hata baadhi ya vyakula, kuna watu wanakatazwa hata wasikule baadhi ya vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa maandiko imesema kwamba kila kitu tuipokee katika shukrani, manake tayari ishatakasika katika hiyo shukrani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu wanainuka wanasema hapana, hii usikule, hii ni najisi, ukikula itakuchafua, hivi na hivi na hivi. Mambo ni mengi sana katika nyakati hizi. Ni ile tu tunastahili kuomba ile maarifa, ili maarifa ya Bwana wetu Yesu Kristo ikazidi kufanya kazi ndani yetu na tukapate kuepuka haya yote. Bwana Yesu asifiwe. Manake katika uwezo wetu hatutaweza kupingana na shetani. Shetani amepanga mambo mengi sana katika nyakati hizi za mwisho. Ni mengi sana ambayo amepanga. Na amepanga tu ili ikapate kuwapata wale watu ambao ni wateule. Wateule wanatafutwa sana. Wanatafutwa na njia mengi sana. Basi jilinde katika neno. Jilinde katika neno kila wakati. Manake wewe ndiye unatafutwa. Wewe ndio shetani halali anafanya juu chini kila wakati ili akapate kukushika wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengi sana anayaleta katika nyakati hizi ili tu akapate kukushika. Basi nataka tuingie katika sifa